Anaitumananga. Bwana Yesu anaitumana kwa malengo na makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunapoanza wacha tukaweze kuomba kwa pamoja. Tukaombe kwa pamoja. Baba uliye juu mbinguni, ufalme wako na uje, na iwe katika madhabahu haya kama ilivyo juu mbinguni, na iwe kwa watoto wako siku ya leo mfalme wa ajabu kama ilivyo juu mbinguni. Mfalme wa ajabu, ninashukuru Baba kwa wakati huu Bwana ambao umetupatia mfalme wa ajabu. Ninashukuru Jehova Baba uishie milele, maana Jehova Baba hii ni siku ambalo Baba ulilipanga kabla hatujalipanga mfalme wa ajabu. Halijakuwa ni kwa uwezo wetu, haijakuwa ni kwa nguvu zetu Baba, lakini mfano wa ajabu uliye juu mbinguni, uliyetupenda Jehova Baba uishie milele, ukatujua kabla tujijue Jehova Baba uishie milele, ukatuumba kwa malengo na makusudi Jehova. Umetukusanya siku ya leo Jehova Baba uishie milele, ukatuleta kwa madhabahu yako mfano wa ajabu. Tunajua ni wengi wamekusanyika Jehova kwa mahali tofauti Baba, wengi watakusanyika kwa ajili yako Baba, wengi wamekusanyika kwa ajili ya miungu ya dunia hii, wengi wamekusanyika Baba mbele ya Bwana ili kuwapotosha watoto wako Bwana, hata wengi wamekusanyika Bwana kukamata anga ya watumishi wako Bwana, lakini Jehova Bwana uishie milele, umetukusanya Jehova Bwana kwa madhabahu haya kwa ajili ya makusudi yako Bwana, kwa ajili ya neema yako Jehova, kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu Bwana, kwa ajili ya uwezo wako Jehova. Tunakuja Bwana tukuinue Bwana, tunakuja Bwana kupokea kutoka kwako Bwana. Baba sikatume Roho wako Mtakatifu akatuhudumia siku ya leo Bwana. Baba sikatume Roho wako Mtakatifu akatuelimisha siku ya leo, isije tukawa tunatumia nguvu zetu, isije kawa tunatumia uwezo wetu, isije kawa tunatumia hekima yetu Bwana, lakini Bwana tunaomba neema yako Baba, tunaomba kibali chako Bwana kikatuhudumia siku ya leo Bwana. Unapohudumia wengine Jehova, tunanyenyekea mbele zako Bwana tukisema Bwana usitupite, tuhudumie mfalme wa ajabu, tuhudumie maana wewe ni Mungu, tufundishe maana wewe ni Mungu, tuongoze maana wewe ni Mungu, turekebishe maana wewe ni Mungu. Chochote ambacho mfalme wa ajabu sasa kwa kimeachiliwa kwa anga Bwana, niposa kikakamata uwepo, niposa kikakamata watoto wako kwa ajili ya damu ya mwanao ambayo ilimwagika msalabani. Ni damu ambayo tunanena ikatawanya kila roho ya usingizi, ikatawanya kila roho ya giza, ikatawanya kila upepo ambao umeachiliwa ukavume juu yetu, kando yetu, pande zote. Tunanena uwepo wako, tunanena neema yako, wacha ikatuhudumia Bwana kupitia neno lako Bwana, kupitia Jehova Bwana, neno ambalo umenituma Bwana si kwa ajili yangu Bwana, ila Kristo aliye ndani yangu Bwana. Baba sikatembelea watoto wako Baba, sikahudumia watoto wako Baba, jidhihirishe maana wewe ni Mungu. Yesu chukua usukani, Yesu tembea tawala, Yesu onekana ndani yetu, katikati yetu, maana wewe ni Mungu, hatuna mwingine ila wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Leo tunaenda kusoma neno letu kutoka kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Bwana Yesu asifiwe. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Praise God. Tumefika hapo, tuko na Biblia zetu. Hii ni silaha, neno la Mungu ni silaha, kila wakati tamani kuibeba. Bwana Yesu, usiseme umeijua, inatuambia ni mpya kila wakati. Kwa hivyo tamani kuisoma, kuielewa na kubeba, kutembea nayo kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika hapo, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8.
na timu yetu inasema take time. Praise God. Chukua wakati, take time. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda kusoma. Hallelujah. Verse 1. There is time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter and stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to silence and a time to speak. Mwisho verse 8. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema adhimu yetu ni take time. Bwana Yesu asifiwe. Take time. Kwa nini mwandishi alitokea na haya maneno ya kuambia watu kwamba kuna wakati wa kila jambo? Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi wa hiki kitabu ni Solomon. Bwana Yesu asifiwe, ambaye alikuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na aliandika na akatuambia kwamba kuna wakati wa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine alituandikia ili tuelewe nyakati zetu kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati mwingine tunaenenda kinyume na wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. We fail to align with the times of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Alituandikia ili tuelewe nyakati. Akatuambia kuna time ya kila jambo katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Wakati mwingine badala ya kujenga tunaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kujenga huduma unaiharibu. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kujenga familia unaiharibu. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kujenga ndoa yako unaiharibu. Bwana Yesu asifiwe. We don't take time tujue huu ni wakati mgani kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kujenga kazi yako unaiharibu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine, wakati watoto wako kwa changa saizi hii, wao hawananga majira. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaambia nenda shule wao wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaambia ni wakati wa kuoga wanaenda kuoga. Ukiwaambia ni wakati wa kucheza wanaenda kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iko wakati utakapofika kwa maisha yao, wajue hakika ni wakati wa kupangilia maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuchukua wakati na kuelewa kwamba huu wakati ambao umefika ni wakati wa kujenga maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. It will get to a time when they realize that it is a moment to take time and understand my future. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine watoto wanapotoka shule ndipo wanaangamianga. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo wanapotea kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Maana inategemea wanajielewa namna gani. Wameanza kupangilia maisha yao namna gani. Maana hawachukui wakati wajielewe kwanza. Mimi nimemachua katika njia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeacha kuwa mtoto wa shule tena. Nafaa kukomaa nijue ni wakati umefika. Nitengeneze maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunaona hata wakati ukifika watoto wengi wanakuwa chokora. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wengi hawajui hata kutafuta ajira. Maana hawajajua kwanza hawajua majira ni mengine katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. A time for everything under this world. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi alituambia kuna nyakati za kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukakuwa ni wakati wa kujenga familia yako, lakini wakati umefika ndio umeanza kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Usije ikafika ni wakati wa kujenga kazi yako, lakini wakati umefika ndio umeanza kuharibu.
karibu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wengine wanasemanga nini? Wacha nichukue shilingi 1 2, mwajiri wangu hatajua. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya uketi hapo utengeneze kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya uketi kwa hiyo kazi ujue katika kuvumilia kwa hiyo kazi, hata kama ni ya shilingi 1, Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati kwa kila jambo ambalo unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mhusishe Mungu kwa kila jambo ambalo unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Mhubiri chapter 3, verse 3 inasema, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build. Bwana Yesu asifiwe. Are you building ama you are tearing down? Bwana Yesu asifiwe. Katika nyakati ulizo, wewe unabomoa ama unajenga? Bwana Yesu asifiwe. Maana pia kuna huo wakati ambao unafaa kuwa unabomoa ambacho chenye hakifai kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ambapo labda uko kwa ndoa yako, Bwana Yesu asifiwe, ni a time to build your marriage. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kuharibu ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kuchanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kujenga. Na ndio wakati pia unafaa kuwa unabomoa chochote ambacho hakifai kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio wakati ambao unafaa kujielewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi yako ndio unafaa kuwa unajielewa zaidi. Kwamba kuna mtu ambaye anakuwa rafiki yako, ambaye anakuhusisha kwamba tuchukue shilingi 1 2, mwajiri wetu atajua. It is a moment to tear down. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambao unafaa kusema, wewe unaniharibia maisha yangu. Niko na wakati ambao nimetenga kusemezana na Mungu wangu, niposa nijue maisha yangu yako namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Tear down, haribu uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. A time to tear down and a time to build. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda verse 5 inasema, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbatia nini kwa maisha yako? Ni mawe gani ambayo unayakusanya? Ni ya kujenga ama ni ya kubomoa? Bwana Yesu asifiwe. What are you embracing? Unakumbatia rafiki gani kwa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Is it a time to refrain from the friends who are scattering your life? Bwana Yesu asifiwe. Ama unawaleta karibu, marafiki wa mushene unawaleta karibu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki wa kukuharibia kazi yako unawaleta karibu zaidi. Ama ni wakati wa kuambia, hapana, mimi sitakukumbatia, niko na makusudi na malengo kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki ambao wanatamani kuwa wewe ndio utakaye kuwa unawaambia kwamba kumeiva ama kujaiva. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni rafiki wa kukupatia ama ni rafiki wa kumwambia kaa kando? Bwana Yesu asifiwe. Maana unayekumbatia unafaa ukuwe makini sana, anaweza kuwa kukuharibia ama kukujenga. Bwana Yesu asifiwe. A time to embrace and a time to refrain. Bwana Yesu asifiwe. Unajenga maisha yako namna gani? Are you taking time kujua huyu rafiki ambaye nimemleta karibu, huyu mwajiri ambaye tumeandikwa na yeye kwa kazi, nimemleta kwa karibu maishani mwangu, ni aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni wa kunijenga ama ni wa kuniharibu? Bwana Yesu asifiwe. Time for everything. A time to embrace and a time to refrain. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda mstari wa 6, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away. Bwana Yesu asifiwe. Unaeka nini kwa nyumba yako? Bwana Yesu asifiwe. Umekusanya story gani umezileta kwa nyumba yako? Umesikiza sauti gani umezileta kwako? Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni sauti ambazo unafaa kutupilia mbali. Kama hazijengi maisha yako, tupilia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu mzuri kama kwa unajua nimeingia kwa nyumba ya Bwana na sauti ambayo ilikuwa inanijenga, si sauti ambayo ilikuwa inanibomoa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeingia kwa nyumba yangu pale ambapo ninaishi na familia yangu na neno la Bwana ambalo linanijenga. Zile vitu zingine zote nimetupilia mbali. Bwana Yesu asifiwe. We should understand times. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. Bwana Yesu asifiwe.
Ni wakati mgani ambao unafungua mdomo wako na kuongea? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambalo linatoka kwa mdomo wako? Bwana Yesu asifiwe. Je, unachukua wakati ujue kama hii jambo linajenga ama linabomoa? Hii jambo ambalo nimenena linajenga ama linabomoa? Bwana Yesu asifiwe. Linajenga kazi yangu ama linabomoa? Linajenga ndoa yangu ama inabomoa? Bwana Yesu asifiwe. Inajenga familia yangu ama inabomoa? Inajenga watoto wangu ama inabomoa? Inajenga majirani ama inabomoa? Inajenga marafiki ama inabomoa? Bwana Yesu asifiwe. Maana tumebeba sauti za mshene. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia Susan leo amesema, unabeba unaenda unapeleka kwingine. Au chukua wakati ujue na hii neno Susan alitoa kwa mdomo wake ilikuwa ya kujenga ama ilikuwa ya kubomoa? Ilikuwa inafaa kunena nini? Bwana Yesu asifiwe. A time for everything. Take time and understand time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda 8 inasema nini? A time to love and a time to hate. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wako unauonyesha nani? Bwana Yesu asifiwe. Maana tumeambiwa Yesu alikuja na alituambia tupendane. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna upendo wa kubomoa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna upendo wa kujenga na kuna upendo wa kubomoa. Bwana Yesu asifiwe. Nipende Susan na upendo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nipende bradangu hapa na upendo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niweke limit kwa ile pahali ninapeleka upendo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa nahusisha upendo wangu ambapo haufai. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama ni upendo ambao unaleta kwangu kabomoe familia, kwa nini niulete kwangu? Bwana Yesu asifiwe. A time to hate, hapo ndio inaingia wakati wa kuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio wakati unafaa kuchukia huo upendo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio wakati ambao unafaa kuchukia huo urafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uchukue wakati na uunderstand. Hii time ni time gani kwa maisha yangu? Wewe mtu amekuja kwa nia gani kwa maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Amekuja kunijenga ama amekuja kuniharibu? Bwana Yesu asifiwe. We need to understand times in our lives. Take time and inquire from the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wajua wakati mwingine tunarukia mwambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtumishi ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kila wakati yeye alikuwa ana inquire from the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mama Masi ameniambia jambo, ni lazima niende niulize Mungu, hii jambo huyu mtumishi ameniambia inanijenga ama inanielekeza namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Alikuja akapata vitu zao zote, wake wao wote, mifugo wao wote wamebebwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Alienda akachukua wakati. Take time. Bwana Yesu asifiwe. Haulize Mungu, je, niwafuate? Jambo moja aliuliza, niwafuate. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kuuliza Mungu, nifanye hili jambo kwanza niwakwambie yes or no. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo mbele akasema kwamba na nikiwafuata nitashinda. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa uulize Mungu, katika hili jambo nikifuatilia nitakuwa mshindi ama nitapoteza? Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa kwa manufaa kwangu ama italeta maafa? Bwana Yesu asifiwe. Inquire from the Lord. Tunaona hata mtumishi mwingine alikuwa anaitwa Jehoshaphat. Alikuwa anapenda kuinquire sana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mambo yanakuja kwa maisha yetu, tunaielewa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukawa kurukia mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mambo iko na benefits na repercussions. Bwana Yesu asifiwe. Elewa hii problem iko kwa ndoa yangu, kwa maisha yangu, kwa kazi yangu, kwa watoto wangu, kwa kizazi changu, kwa familia yangu. Inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ielewe kwanza ndio ujue. Is it demonic? Kama wewe mwenyewe ndio umefungua huu mlango. Bwana Yesu asifiwe. Umealika shetani akachukua nafasi kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani naye ni mjanja. Bwana Yesu asifiwe. Ukipatia nafasi naye anaichukua bila kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapojiachilia shetani naye anapata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Take time. Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati kwa kila jambo ambalo unalifanya. Uliza Mungu, linanisaidia namna gani? Bwana Yesu asifiwe. As Christians, saa zingine
Watu tunarukia mambo haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu baadaye tunaanza kujipatia excuse. Praise God. Lakini ni yale mawazo tuliweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haukuchukua wakati ulize Mungu. Nilikunenea jambo na hiyo jambo ukaiweka kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukaiweka kwa mawazo yako. Praise God. Shetani ni mzuri sana. Yeye atachukua tu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtumishi alisema kwamba Shetani hata kuzuia kutaja jina la Kristo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mjanja sababu anajua sisi wote tunajua jina ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini atakuletea pleasures of this world. Bwana Yesu asifiwe. Ili akuondoe katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Atakuletea pride kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Atakuletea immorality kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali bado unataja ile jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali bado wewe ni mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa mjanja. Najua unataja jina la Yesu, lakini nitakusukuma na Bwana Yesu asifiwe. Nitakuvuta na hii jambo ndiposa ukaangamie. Bwana Yesu asifiwe. Anakuvuta na tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Anakuvuta na pride, anakuvuta na immorality. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali tutaona tu bado una praise. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali bado tutaona tu unaabudu na unamuita Yesu. Lakini shetani divert mawazo yako. Hata kuzuia kusema jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye ni mjanja. Tunaambiwa he is cunning. Ndio maana hata the serpent was cunning. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio anakuanga the most cunning animal. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mjanja. Take time kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ujue hii njia shetani anajaribu kunipeleka wapi. Bwana Yesu asifiwe. The devil is cunning. Hatuchukui wakati tujue kwamba shetani anatumbukiza kwa shimo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anapokuletea jambo kwa maisha yako, hauchukui wakati ujue. Mwishowe unazipata ushaingia kwa ile shimo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua as ladies, praise God, hata tunajua tunajipenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kuwa warembo sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na tunapenda kuvalia smart, lakini ujiulizange umevalia nani. Bwana Yesu asifiwe. Asha tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Tujiulizange umevalia nani, maana unafaa kuwa kama Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nikikuja leo, unajua kama mama Mbasi leo kulikuwa na itilafu akaambia our pastor Sarah, you are very smart. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunapenda kuambiwa tuko smart. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kuambiwa tuko warembo. Bwana Yesu asifiwe. Na si vibaya. Kwani ni vibaya kuwa mrembo? Hakuna, si vibaya. Lakini saa zingine hizi sauti huwa zinatubeba. Bwana Yesu asifiwe. Hizi sauti huwa zinatupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama wadada tukiambiwa hivyo hatushikiki tena. Bwana Yesu asifiwe. Hizo mawazo zinakubeba. Bwana Yesu asifiwe. Hata una change walking style. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunapenda kuambiwa ni warembo. Ukiambia dada yeye si mrembo, mtakosana. Ukimwambia yeye si smart, mtakosana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unajua siku hizi, hata kama mdomo inakaa kama imesokiwa kwa damu na eyelashes zinaambia upepo hi. Bwana Yesu asifiwe. Usijaribu kumwambia yeye si smart. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku mtakosana. Hiyo siku kama alikuwa anakusalimia imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sindio? Lakini saa zingine tujiulizange. Ukiambiwa uko smart ndio. Thank you God. Umenijalia hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kama wadada just sasa acha niambie, hey Rosie leo umeshika jo. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yangu inapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku nitakuwa nakuja napita karibu na Justice. Bwana Yesu asifiwe. Nitachange mavazi hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yangu yanapotoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Hauchukui muda kwa maisha yako ujiulize, ni nini akakana nibeba. Bwana Yesu asifiwe. Hizi sauti za hawa zinatupotosha sana. Bwana Yesu asifiwe.
hata sasa dressing style yako inaanza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Unabeba na ile style ya my dress my choice. Bwana Yesu asifiwe. Ushaijiuliza hii sauti ilitokanga wapi inasemanga my choice my choice? Bwana Yesu asifiwe. Ushaijiuliza added this voice na alikuwa na malengo na makusudi ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni kuleta promiscuity kwa wadada. Bwana Yesu asifiwe. Ni pesa mtumikia ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni dada kila wakati, jiulize, kwa nini kuhii sauti inanibeba sana hivyo? Na ujirejeshe katika msalaba wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ujirejeshe kwa neno la Bwana. Maana shetani hakutaka kubeba pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kesho utajipata umeharibu ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Kesho utajipata umeharibu kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana wadada katika kazi siku hizi tukienda ofisini tumevalia my dress my choice. Bwana Yesu asifiwe. Unapita hapo kila wakati, kesho kazi imepotea. Bwana Yesu asifiwe. Kama Wakristo pia tunabebwa na my dress my choice. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuja kanisa kama umejibana. Bwana Yesu asifiwe. Finga tutaionea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hebu jiulize, shetani anakupeleka kwa njia gani? Umefungulia njia gani kwa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Ni nafasi gani ambayo unapatia shetani kwa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati kwa maisha yako. Ujiulize, hii jambo inanitenga ama imeniharibu? Kesho utakuwa unalia, ndoa yangu imepotea. Bwana Yesu asifiwe. Kesho utakuwa unalia, kazi yangu imepotea. Mtumishi nihudumie, mtumishi niombe, kazi imepotea. Lakini je, umemwambia sababu ya kupotea kwa kazi yako? Bwana Yesu asifiwe. Umemwambia ni njia gani ulipoteza kazi? Bwana Yesu asifiwe. Utakuja hapo umwambie, huyo mwajiri wangu ananioneanga sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hujamwambia ulipitia njia gani na yeye kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hautajiuliza ulipitia njia gani kwa staff na ndio maana ukapoteza kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kijiji kizima kimekujua wewe ndio wa kutoka na kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio wa kualika yule na yule. Bwana Yesu asifiwe. Take time in your life. Praise God. Chukua wakati. Solomon alikuwa na werevu wa kihali ya juu, akituambia tuelewe nyakati kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa umepoteza dignity yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama dada, kama mzee, utakuwa umepoteza dignity yako. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa ni kama unatembea uchi. Bwana Yesu asifiwe. Ujiulize, hiyo my choice ilienda wapi? Na unajua urembo uyeyuka. Bwana Yesu asifiwe. Haukai hapo kila siku. Yako urembo kesho umeyeyuka. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa warembo wa hizo siku, lakini sasa Bwana Yesu asifiwe. Take time in your life. Bwana Yesu asifiwe. Usipeperushwe na upepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia nyi wazee, simwache kuinua sauti za kupoteza wamama. Bwana Yesu asifiwe. Uko na familia lakini unapoteza jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Koma. Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati uulize spirit inasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Replace your thoughts na neno la Mungu. Hebu tusome 1 John 2:17. Nani amefika? First John 2:17. Inasema, the world and its desires will pass away, but whoever does the will of God lives forever. Bwana Yesu asifiwe. The desires of this world will pass away. Bwana Yesu asifiwe. Kama Wakristo, rudia neno la Bwana. Ujue haya ni mambo ambayo yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni urembo ambao unapita. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujaoa, ambia Mungu akuchagulie yule wako ukae na yeye umrembeshe. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeoa, rembesha yule wako. Bwana Yesu asifiwe. Ujaosha yule wako na unataka ukaone mwingine. The desires of this world
will pass away. Bwana Yesu asifiwe. The desires, mapenzi, ni matamanio ya hii dunia inapita. Bwana Yesu asifiwe. Rendesha nyumba yako. Kwani uliona alafu ukarudi ukaona nini tena? Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulisema njoo ingia kwangu, ulikuwa umeona nini? Si ulikuwa umeona mrembo? Wachana na hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Huyo wako mpatie hiyo choice ya dress. Bwana Yesu asifiwe. Leta mawazo yako, bring your thoughts to the obedience of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Tisha mawazo yako kwa Yesu. Praise God. Wakati haya maneno yanapokukujia, hizi sauti ambazo zinapokukujia, hebu rudi nyuma kidogo, chukua wakati kidogo, ujiulize hizi sauti zinatoka wapi? Take time. Maana kuna wakati wa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sauti itakwambia nenda ukaibe na useme hiyo ndio sauti imenena wakati uacha niamke niende nikaibie justice. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuulize kaka sauti kametengenezewa kutoka wapi ndio kaje kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We are not taking time in our lives. Praise God. Tunakimbililia na kurukia mambo ili hali yanatuharibia siku zetu. Yanatuharibia maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naye shetani ni mjanja. Atajua ulikuwa umeokoka, umejitia nguvu, umekaa kwa nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani pia uchukua wakati. Bwana Yesu asifiwe. Anakutegea wakati unaanza kulegea ndio sasa anakunasa. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaambianga yeye akitoka kwako ataenda tembea alafu arudi akuje kuangalia kama ile nyumba iko occupied. Bwana Yesu asifiwe. Akuja apate ndio umeanza dress my choice. Atakupatia spirit ya immorality my friend. Bwana Yesu asifiwe. You will not understand yourself anymore. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta chenye unaeka kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati alipokuwa anajaribu Yesu, tunaambiwa kwanza alienda ili arudi at an opportune time. Hiyo opportune time ni ule wakati ambapo anangoja, wakati umelegea, wakati umeona ni kama nimejua Yesu sana, wakati unaona ni kama mhubiri nimejua kuhubiri sana. Bwana Yesu asifiwe. Unalegea kwa maisha yako, kurudi nyuma. Hapo ndio yeye uchukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambianga akirudi anarudi na nguvu nyingi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Chunga sikuharibie maana atarudi na nguvu nyingi zaidi. Ulikuwa umejitoa kwa kazi ya Bwana lakini umeanza kutapatapa. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kuona pale na pale. Bwana Yesu asifiwe. See God in your life. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yako yatiishe kwa Yesu. Yatiishe kwa neno la Mungu nawe utakuwa umeongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Atatafuta wakati akuje. Angalia vitu kwa maisha yako, ujue zinakutenga ama zinakubomoa. Bwana Yesu asifiwe. Ephesians 5 15 to 16 inasema, be very careful then how you live, not as unwise but wise. Bwana Yesu asifiwe. Be careful how you live, not as what? Unwise but wise. Bwana Yesu asifiwe. Making the most of every opportunity because the days are evil. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati ni mbovu. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati hazina huruma na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimezwa utakuwa umemezwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Sasa nikwambie jambo moja ambao mtumishi aliniambia. Aliniambia mpaka ule wakati upoteze kitu ndio utajua kilikuwa cha maana kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikwambie siku ya leo, wakati utakapopoteza hiyo kazi ndio utakuwa unajua ni ya maana kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakapopoteza mtoto wako ndio utajua alikuwa wa dhamana kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakapopoteza hiyo ndoa ndio utajua ilikuwa ya dhamana kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Don't take things for granted. Bwana Yesu asifiwe. Don't take people for granted in your life. Bwana Yesu asifiwe. Until you lose that thing ndio utajua.
until you lose that person. Ndio utajua this person was dear to my life. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utajua kumbe amewacha pengo. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unaona tu akiingia na akiondoka unamdharau. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati atakaposema yamefika mwisho, ndio utajua kwamba huyu mtu alikuwa wa dhamana kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakapopoteza hiyo kazi, uamke ujipate kumbe sina renda, ndio utajua kwamba kazi ilikuwa ya dhamana kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Don't take things for granted. Usiende uchukue pesa ya mwajiri wako. Wakati atakapokuambia kanyaga nje, hata hauna shilingi ya kukula kesho, ndio utajua kwamba kazi ilikuwa ya dhamana kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakapopoteza mume wako, utajua kwamba kumbe huyu ndiye alikuwa ananilisha na nivalisha. Bwana Yesu asifiwe. Until you lose that thing, you will never know that it is dear in your life. Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati unapofanya mambo. Chukua wakati unapoelekeza watoto wako. Chukua wakati kwa familia yako. Ujue hivi na hivi inaleta manufaa gani kwa maisha yangu? Inaleta manufaa gani kwa kazi yangu? Inaleta manufaa gani? Hii jambo ambalo ninalifanya nilihusisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ama niliinuka na mawazo yangu, nikajipatia nafasi yangu, nikasema niko na nguvu na nikaona uweza. Kwani iko nini kukienda hivi? Wakati utakapopoteza ni utajua kulikuwa na nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Take time. Chukua wakati. Shetani atakuharibia maisha yako na utajua. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa unafikiri hivi nafanya ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hii njia napitia iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa unafikiria niko sawa. Lakini wakati kama unajua wewe ni mtoto wa Mungu, chukua wakati, rudi nyuma, jiulize. Take time. Am I gonna benefit from what I'm doing? Bwana Yesu asifiwe. Am I gonna be fruitful in what I am doing? Bwana Yesu asifiwe. How will this open doors in my life? Ama itafunga, maana kuna wakati wa kufunga na kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati, ujiulize. How is this gonna benefit me? Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika kitabu cha Ecclesiastes 3:11, sitasoma sababu ya muda. Inasema God makes everything beautiful in its own time. Bwana Yesu asifiwe. There is a reason. Esther kaambiwa kunalo sababu uko katika nyumba ya ufalme kwa majira hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kunalo sababu my sister uko kwa haya madhabahu kwa majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Kunayo sababu uko kwa hiyo kazi kwa majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Kunayo sababu kwa nini uko kwa hiyo ndoa kwa majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anafanya majira yawe beautiful kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuleta kwa hayo majira kwa nia. Bwana Yesu asifiwe. Na Esther akaambiwa na Mordekai, ukiondoka maafa yameingia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiondokea ujue ni wakati wa maafa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiondokea ujue ni wakati wa kuangamia. Mara haujajua majira kwa nini kwa sababu gani ambayo uko pahali ulipo kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize kwa nini uko pahali hapo kwa majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini niko kwa kazi hiyo kwa majira haya? Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa wewe ndio utaleta ukombozi kwa familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa wewe ndio utafungua njia za wengine kupata kazi kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Itaweza kuwa wewe ndio utasimamisha familia. Bwana Yesu asifiwe. Itaweza kuwa kwa majira haya ukapiganie familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa kwa hiyo nafasi kwa majira haya ili uinue kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukomboe mtu mahali. Bwana Yesu asifiwe. But unless you submit to God, mpaka utiishe mawazo yako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka utiishe mawazo yako kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna kitu yenye unajua, nakumbuka mtumishi Cyrus wakati kwa na mkutano hapa alisema kuna vitu vitatu hauwezi danganya. Hauwezi danganya Mungu, hauwezi jidanganya, na hauwezi danganya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hata tukikuona namna gani sisi tunaweza kosa kukujua. Bwana Yesu asifiwe. My sister Susan hapa anaweza kosa kunijua ama nikose kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna aliye juu mbinguni ambaye halali wala sinzii. Anakutazama kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Anasema anakuona ukiondoka na ukiingia. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia hata uingie chini ya kitanda yeye yuko pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jificha Rose. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jificha Basasara. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona hicho kichochora hakuna mwingine ambaye anaweza pitia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona jua sanduku anapitianga hapo. Wacha nipitie njia nyingine nifanye mapenzi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jua kuna kitu moja, shetani pia halali. Anakuona na atakusukumia kwa hiyo njia ambayo haifai. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu pia, hata kama umedanganya ndugu, hautadanganya Mungu. Na pia wewe mwenyewe ndani yako unajua njia ambayo unaenda si salama. Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati kwa maisha yako. Take time in whatever you do. Bwana Yesu asifiwe. Take time. Biblia inatuambia katika James 4:7, submit to God. Bwana Yesu asifiwe. And when you submit, it is when you resist to the devil. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna video resist shetani na ujasubmit kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haujajua hii neno ambalo linakuambia usiende hivi, lakini unataka kuambia shetani niondoke, hata kuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Tiisha mawazo yako kwa Mungu kwanza. Tiisha mawazo yako kwa neno la Mungu. Tiisha mawazo yako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yo shetani akijaribu kuja kwako mwambie, nimejua njia zako. Nimejua kazi yako ni ya kuharibu, lakini ninakuambia siku ya leo, I resist you, flee away from me. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Resist the devil and he will flee away from you. Praise God. Acha tukaweze kumaliza na hii verse. Psalms 90:12. Bwana Yesu asifiwe. Psalms 90 verse 12. Inasema, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Nani ako na Biblia ya Kiswahili? Zaburi 90:12 inasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Take time ujue hautaishi kwa ulimwengu forever. Bwana Yesu asifiwe. Take time ujue kwamba hautaishi kwa hii dunia forever. Bwana Yesu asifiwe. Niposa waambie Mungu, niwezeshe kujua siku zangu niposa nikapate hekima. Bwana Yesu asifiwe. Niwezeshe kuhesabu siku zangu niposa nikapate hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tunakosa hekima, ndio maana hatujui majira ambayo tulipo katika siku zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakosa hekima, niposa tunaona ni kama tuko na wakati mwingi kwa chochote ambacho tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatuishi forever. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye alisema sijui maisha ya mwanadamu ambayo anaweza fanya, I think alisema 40 years peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hii miaka ya utoto na kuna hiyo miaka ya uzee ambayo hautakuwa unafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali hapa haukutake time ukajijenga. Bwana Yesu asifiwe. Haukutake time ukajenga kazi yako. Haukutake time ukajiunganisha na huyu Mungu. Haukutake time ukajenga familia yako. Lakini wakati unapita, Bwana Yesu asifiwe, you did not number your days. Bwana Yesu asifiwe. Ulifikiri niko na kesho na kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku itasimama. Siku zinasonga kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati
Nasiambia Mungu nipatie hekima. Bwana Yesu asifiwe. Nikaweze kujua haya ninayofanya yanastahili, ni ya wakati huu ama yananiondoa kwa utukufu wako, yananiondoa kwa njia zako, yananiondoa kwa uwepo wako, yananiondoa kwa ajili ya familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Take time. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Chukua wakati kwa maisha yako. Chukua wakati kwa maisha yako. Hebu rudi pahali ulipoachia njia. Bwana Yesu asifiwe. Rudi pahali ulipoachia njia. Inaitwa crossroads. Bwana Yesu asifiwe. Hauku umezama tani sioni. Bwana Yesu asifiwe. Rudi hapo uangalie njia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi shetani alichukua usukani wa akili yangu? Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi shetani alichukua usukani wa mawazo yangu? Bwana Yesu asifiwe. Niposa nikapotea njia. Niposa nikapotea njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Niposa nikasahau nilikuwa kwa mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Rudi kwa hiyo crossroad. Bwana Yesu asifiwe. Ukajirudia kwa neno la Bwana, maana hiyo ndio neno ambalo litakuhimiza. Bwana Yesu asifiwe. Usirudi kimwili, maana kimwili utapatana na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na atakukaranga zaidi, atakuonyesha hapana, uko na siku mingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ya muda tu, acha nifanye. Wacha kwanza nijienjoy kidogo. Ukirudi kimwili, shetani atakuonyesha uko na muda mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Rudia pale ambapo uliachia njia. Rudia pale ambao ulimsahau Mungu. Rudia pale ambao uliacha kumtumikia huyu Mungu. Mwambie Mungu akutie. Mwambie Mungu atembee na wewe tena. Mwambie Mungu akusimamishe tena. Mwambie Mungu destiny yangu haitapotea. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niite mtumishi wa Mungu akaweza kutumalizia. Tumpigie Yesu makofi. Asante sana mtumishi for such a wonderful message. Hiyo ndio ile kitu ambayo Bwana alikusudia ili ukanene siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huwa kila wakati ninasema Bwana huwa anatumana kwa makusudi na malengo, kwa sababu siku ya leo Mungu alipanga ili akaweze kuleta neno ambalo linasema take your time. Ni wangapi ambao huwa tuna take time before we decide to do anything? Wakati mwingine huwa tunaamua mambo according to our feelings and our emotions. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na vile nina feel kwa wakati huo ndio ninafanya kulingana na feelings zangu. Lakini kulingana na neno la Bwana linatuambia there is time for everything. Sometimes unaweza kuwa umekwazwa, sometimes unaweza kuwa mtu amekuumiza, sometimes inaweza kuwa mtu amekupitishia katika mambo magumu, but before you sit down and ask yourself some questions, what has transferred to this? Umeshachukua hatua na umesha decide kwamba hii kitu nimeacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haujateki muda wako na kujiuliza ni nini ambacho kimeleta hii kitu katika maisha yangu ili kikaweza kufikia mahali ambapo kimefikia. Kwa kukosa kujifikiria na kukosa kupatia Mungu nafasi yake, tunaamua mambo kulingana na mawazo yetu, kumbe hatujatenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie, Mungu atupe neema, Mungu atupe uwezo wa kuweza kutambua majira na nyakati na kuweza kuchukua time before we do anything. Mchungaji mmoja akasema kabla hujachukua hatua ya kufanya chochote, pray. Iwe ni kitu kizuri unataka kufanya, pray. Iwe ni kitu kibaya unataka kufanya, pray. Unapoomba utajua kama ni wakati wa kufanya hicho kitu ama wakati wake bado haujafika. Na unajua Bwana huwa anatuongoza na anatuelekeza tunapompatia nafasi katika maisha yetu. Wacha tukaombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua Bwana.
tunakuabudu na kulibariki jina lako Jehova, tukisema ni asante Mfalme, ni kwa ajili ya neno la kipekee ambao Bwana umetumana kwetu. Ninajua wengine wetu tumesikia Bwana, na Baba kutoka leo tunaenda kubadilika. Kutoka leo maisha yetu haitasalia kuwa vile tena Bwana. Tutachukua muda kabla hatujafanya chochote. Tutakuinvolve kwa kila kitu katika maisha yetu Bwana, kwa sababu Bwana umetuambia kwamba there is time for everything in our lives. So Jehovah God, Baba mbinguni, ninaomba Bwana ukatupatie hekima Bwana wa mabwana, ukatufundisha kuhesabu siku zetu Bwana, ukatufundisha kuhesabu nyakati zetu Jehova, niposa chochote tunachokifanya Bwana kikawe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana wa mabwana. Baba ubarikiwe na uinuliwe Mfalme. Asante ni kwa ajili ya hilo neno Mfalme wa ajabu, mahali ambapo limefika Bwana, wacha zikawe na mabadiliko, wacha ikabadilisha mawazo ya watoto wako, wacha ikabadilisha maisha ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo Mfalme wa ajabu. Baba tufundishe tuwe watu ambao ni wa kupokea neno na kutii kila wakati Bwana unapotumana, tukachukulie maanani Bwana na kusikia sauti ya Bwana na kutenda kulingana na neno lako na kutenda kulingana na vile ambavyo Bwana umesema katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wa ajabu. Tufundishe kuhesabu siku zetu, tufundishe kutembea katika uwepo wako, tufundishe kuishi chini ya uvuli wa neema yako Bwana katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wa ajabu. Baba ni asante ni kwa ajili ya kusaidia leo Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako Jehova. Tunapotoka pale nje Bwana, tumetakasa huo uwanja kwa damu yako Jehova, tumekamata kila anga ambayo imeinuliwa kinyume na mkutano wa leo Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Bwana. Tunapomwona kuvunja kila madhabahu ambazo adui aliinua wakati ambapo tulilala, ambazo adui aliinua wakati ambapo tuliondoka katika jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi. Nimetakasa vyombo katika jina la Yesu, kila maroho ambayo jinua ili kuweza kufanya vyombo zisifanye kazi tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Tumezitakasa kwa damu ya Yesu ambayo inanena makuu maishani mwetu. Baba ubarikiwe na uinuliwe, tutie nguvu na ukatupe uwezo Bwana. Tunakuinua na tunakuabudu Eshadai, hakuna mwingine kama wewe mtakatifu wa ajabu. Bariki watoto wako Jehova, wainue na ukawashindanie, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Na kila mtu aseme amen. Na kila mtu aseme amen. Na mwenye sikio na afanye nini? Na asikie. Wakati ambapo Roho wa Bwana anatumana, tujifundisha kusikia sauti ya Bwana na tunachukulia neno na kuiweka maanani. Hakuna siku ambayo mtumishi Mungu atatumana mtumishi asimame mahali hapa bila makusudi na bila malengo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana akinena unabadilika. Kama nilikuwa nimeanza kwenda Kongo, ninafanya nini? Ninaanza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukuje mkutano wetu kwa saa 9. Najua wana vyombo watakuwa wameweka vyombo. Tujitolee, tujiavail ili tukaweze kutiana nguvu maana pale tukaweze kueneza habari njema, na ninajua itakuwa ya baraka. Usiseme utalipwa na nani. Kunayo malipo kwake Mwenyezi Mungu, atakulipa